Katika timu yetu walijeruhiwa takriban watu 9, wachezaji wakiwa 7 na benchi la ufundi viongozi 2. Sisi tunapigana pale, ngumi mtu hivi, teke, fyuru, kigongo, na askari wengine wamekaa na bunduki kule juu standby. Naomba kwanza niwaeleze kwa ufupi kilichotokea siku ya jana. Baada ya mchezo wa jana dakika 90 kumalizika, wachezaji wetu walimfuata muamuzi, ambalo ni tukio la kawaida kwenye michezo, kwa sababu muamuzi alionekana kama mtu ambaye aliegemea upande mmoja. Kwa hiyo wachezaji kama wachezaji walipata hisia za mchezo na wakaamua kumfuata muamuzi kwa ajili ya kutoa dukuduku. Maana yake pale kinachofuata ni kutoa tu dukuduku na moyo kutulia na joto la mchezo. Baada ya kumfika muamuzi, walinzi wa uwanja walikuwepo na hakuna chochote kilichotokea, kama muamuzi labda alivutwa, alipigwa au alifanya chochote. Lakini cha kushangaza, wenzetu wa KVZ kwa kutumia vikosi vyao vya ulinzi ambavyo vilikuja uwanjani vikiwa vimejiandaa kwa silaha za moto, moshimoshi, fyuru na minyororo, wakiwa wamevalia sare za kijeshi na wakiwa wamefunika nyuso zao pia, walivamia uwanjani wakati mchezo bado ukiwa tunasema unaendelea, kwa sababu kama refarii hajatoka, ingawa ameshavunja mchezo, lakini tunasema bado mchezo unaendelea. Na wakavamia uwanjani, na kilichotokezea maana yake ni sitofahamu, na kilichotokezea hapo tena ni vurugu. Kwa hiyo tunasema wenzetu walileta vurugu baada ya mchezo huo kupulizwa firimbi, ingawa bado pichi ilikuwa haijawa huru kwa watu wengine kuingia. KVZ kwa utaratibu huo waliokuja nao wakaingia uwanjani na madhara makubwa sana yakatokea. Tunaamini kwamba tukio hili sisi kama Uhamiaji FC lilipangwa, liliratibiwa na lilifanywa na lilizaa matunda. Maanake unapopanga jambo na kuliratibu vizuri, unachokiamini ni kuzaa matunda. Hivyo tunaamini kwamba wenzetu KVZ walifanikiwa kwa hilo na matunda yalipatikana. Na matunda ya tukio hili yalikuwa si ya faida, yalikuwa ni matunda ya hasara, yalikuwa ni matunda ya athari, yalikuwa ni matunda ya kuumiza na kusikitisha sana. Madhara yaliyotokeza katika tukio hili, kwanza ni kuumizwa kwa watu mbalimbali. Watu mbalimbali waliumizwa, ikiwemo wachezaji wetu ambao walikuwa karibu na refarii. Baada ya vikosi hivi vya kufika katika eneo hilo, waliwapiga wachezaji na baadhi ya viongozi wa benchi la ufundi ambao walikuwa katika eneo la karibu ya hapo. Mara nyingi unapopigwa huwezi kutulia ukapigwa. Ukipigwa unajaribu kujitetea. Katika kujitetea huko, hatimaye tena ikawa ni vurugu tena. Wakaingia wanaohusika na wasiohusika. Wapenzi wa KVZ, wapenzi, wachezaji na viongozi wengine wa KVZ nao wakaingia uwanjani. Na sisi kwa sababu tuliona kuna haja ya kuzuia tukio hili, baadhi ya viongozi na sisi tukaingia kwa nia ya kutuliza jambo hili, kwa sababu sisi tulikuwa hatuna silaha yoyote ya kushambulia. Tulikuwa hatuna chochote ambacho tunaweza tukampiga mtu, lakini wenzetu walikuwa nazo silaha za moto. Askari walikuwepo, walikuwa na moshimoshi, na askari walioingia uwanjani walikuwa na fyuru za vyuma ambazo waliwapiga baadhi ya watu na kuwajeruhi. Katika timu yetu walijeruhiwa takriban watu 9, wachezaji wakiwa 7 na benchi la ufundi viongozi 2. Wachezaji ambao walijeruhiwa ni Abelis Mwanga Matias, Ali Juma Maarifa Mabata, Abdul Hafidh Abdubakar Salim Kibobea, Ahmed Ali Suleiman Salula, Ali Khatibu Juma Nzagi, Yahya Haji Salmini Karoa na Joshua Thawe. Na kwa benchi la ufundi alijeruhiwa kocha wa viungo Milanzi na daktari mmoja. Kwa hiyo idadi hii ya watu waliojeruhiwa haikuishia hapo tu. Hawa ni wale ambao tunawazungumzia sisi kama wachezaji na sehemu ya timu yetu. Lakini pia wapo raia, pia wapo wapenzi walikuja kuangalia mpira katika shamra hizi za vurugu, nao pia walijeruhiwa. Wapo baadhi ya watu ambao tunawajua waliumizwa
na waliumizwa kwa sababu ya matukio haya ambayo yalianzishwa na wenzetu ambao sijui nia yao ilikuwa ni nini, dhamira yao ilikuwa ni ipi katika kuyafanya haya. Kwa hiyo tumekuiteni kukuelezeni hili kwa wale ambao walikuwa hawapo, ili wajue kwamba matukio haya yalisababisha maumivu. Hatua ya kwanza tuliochukua, kwanza tumefungua kesi ya jinai ya tukio la shambulio. Sisi tunaamini juu ya sheria na sio nguvu. Tunaamini kwamba wenye mamlaka ya kushughulikia masuala haya ya kisheria wapo na wamepewa mamlaka haya, na tunaamini juu ya jeshi la polisi. Kwa hiyo hatua ya kwanza, sisi tumefungua kesi katika jeshi la polisi, kituo cha polisi Madema, kwa rabii namba Madema mkwaju IR 848/2025 ya tarehe 11 mwezi wa 6 2025. Naomba nirudie, Madema kwa herufi ya MAD ikimaanisha Madema mkwaju IR 848/2025 ya tarehe 11 mwezi wa 6 2025. Hii tumeifungua kwa sababu tunaamini juu ya kufuata sheria na sio kujichukulia sheria mikononi, kwa sababu kama ni kuchukua sheria mikononi, uwezo wa kufanya hivyo tunaamini tunao, na nguvu ya kufanya hivyo tunaamini tunayo, na sababu ya kufanya hivyo tunaamini tunayo, kwa sababu wapo watu ambao wameshatufanyia hayo. Kwa hiyo kama ni kuchukua sheria mkononi, tungeamua kulipiza kisasi, lakini sisi Uhamiaji FC tunaamini juu ya sheria, na katika suala hili la michezo tunaamini juu ya udugu na urafiki katika kuliendeleza. Tunaendelea kupitia video ambazo zimerekodiwa. Pale zilikuwepo watu ambao walichukua matukio yale kwa njia ya simu. Miongoni mwetu ni sisi ambao tulikuwepo pale, kwa hiyo tunazo video. Na wale ambao wanaamini kwamba tukio lilo lilikuwa limepita hewani wanajidanganya sana. Video tunazo, wapiga picha wetu walikuwepo, kwa umbali mrefu walichukua na wakawavuta watu wote waliohusika. Wale ambao wamevaa soksi sura zao hatujaziona, kwa sababu kuna watu walikuja kama mlivyowaona walikuwa wamevaa soksi. It means kwamba walikuja kwenye kuleta shari na kufanya uhalifu, kwa sababu unapokuja na umefunika uso wako kwenye hadhara ya michezo na sio tukio ambalo linaashiria kwamba kuna fujo, na wewe ukaja ukawa umefunika soksi uso wako, unamaanisha kwamba wewe umekuja kwa lengo maalum la kuleta fujo. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wamefunika soksi zao, sura zao hatukuziona, lakini wapo ambao tunaamini ni viongozi wa KVZ kwenye timu na kwenye taasisi. Kwenye video hizo wanaonekana. Hivyo tutawaomba wao kutupatia watu wale ili sheria ichukue mkondo wake kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Lakini hatua nyingine ambayo tumeamua kuichukua ni kuiandikia ZFF. Tupo njiani katika kuratibu na kuandaa barua ambayo tutaiandikia ZFF kama mlezi wa mpira wa miguu hapa Zanzibar, kuwaeleza juu ya tukio hili ambalo sina shaka hata wao walikuwepo, baadhi ya viongozi na wameliona. Lakini barua hiyo pia tutainakala kwa CAF, shirikisho la mpira wa miguu Afrika, ambapo KVZ katika tukio hili ilikuwa inapambana kuelekea huko. Katika tukio hili ambalo limetokea, KVZ ilikuwa inapambana kuelekea CAF, manake kushiriki mashindano ya Confederation Cup. Kwa hiyo kama wanaelekea huko, basi na sisi tunaandika barua kuielekeza huko juu ya tukio hili. Maamuzi yatakuwa ni ya CAF. Sisi hatujui chochote kitakachoamuliwa, kwetu ni kuandika na kuwaeleza kilichotokea katika mchezo wa nusu fainali na walichokifanya kuwadhuru na kuwaumiza wachezaji wetu, ambao tutaambatanisha kila kielelezo ambacho kilifanywa na KVZ. Then CAF wataamua. Na hili hatuko kwenye matani kabisa. Hili tutalifanya na tutaipitisha barua hiyo kwa ZFF kuipa baraka. Sisi tutaiandika na kuipitisha ZFF kuipa baraka kwamba haya yaliyosemwa na uhamiaji ni ya kweli. La, wao kama hawataipa baraka, maana yake watakuwa wameungana na KVZ katika jambo hili. Kwa hiyo sisi tunalifanya hili kwa nia mbili. Nia ya kwanza kueleza CAF kwamba KVZ wamefanya hivi katika mashindano ambayo yanaelekea katika mashindano yenu.
Lakini mbili ni kuwapa ZFF si challenge, lakini tunataka kuona ZFF jambo hili wamelibebaje. Kwa hiyo barua yetu kama itakuwa ignore kwao, basi tutajua kwamba KVZ wanaoyafanya ni halali na anakubalika. Lakini kama barua yetu itapata baraka kutoka kwa ZFF, nadhani CAF ataizingatia zaidi. Na hapa natamka kwa niaba ya timu na sitamki kwa niaba yangu kwamba tumekata mahusiano yote na KVZ kutoka jana ya ushirikiano wowote katika jambo lolote, katika suala la michezo au nje ya michezo, mpaka pale tutakapopata maelekezo mengine kutoka kwa Uhamiaji Taasisi. Hapa sisi tunazungumza kama Uhamiaji FC, hatuzungumzi kama Uhamiaji Taasisi. Hapa tunazungumza kama Uhamiaji timu, lakini sisi ni timu ya taasisi. Sisi kama timu tumechukua maamuzi ya kukata mahusiano yote ya aina yoyote ya ushirikiano wowote na KVZ kutoka jana mpaka pale tutakapopata maelekezo mengine kutoka kwa Uhamiaji Taasisi, kwa sababu sisi tupo chini ya Uhamiaji Taasisi. Kwa hiyo maelekezo atakayotupatia wao kwetu ni maelekezo na ni mwongozo na ni amri, tutayachukua na kuyafanyia kazi.